Nashukuru sana popote mlipo. Natumai mmekuwa na usiku mwema tena kupendeza kabisa, na Mungu Baba amewatunza, amewabariki na amewapa uwezo na nguvu, na sasa anaweza kufika mahali tumefika nanyi. Ni kibali cha ajabu sana na neema yake Mungu iliyo bora tena ya kupendeza kabisa. Asante na karibu ndani ya Radio Fortune Africa kwa wakati huu mwema kabisa. Neema Baba inatosha na Mungu wetu anatulinda na kutubariki kabisa. Matthew Ndeva ndilo jina langu, kwa ndani ya redio yako kubwa inayekuwa kwa kasi sana dunia nzima. Tunashukuru Mungu, mitandao ya kijamii yote tumetamba na tunaona uwepo wake Mungu kiwa nasi. Ndio pia tunaporejea kwako kwa wakati huu tunasema pia Mungu atupe neema na uwezo kupitia kwako tupate kibali cha kutamba na kufika FM, ili Bwana apanue wigo letu na kuwafikia wengi, maana tunatamani majira kama asubuhi kama nzuri kabisa, maono tulionaye na ndoto Bwana Mungu aitimize na mambo mazuri yakafanyike, ili wengi wakapata habari njema tulionaye kwa wakati huu mwema kabisa. Tin namba yetu ni 4561468, ndio tin namba yetu 4561468, ndio tin namba yetu. Unaweza tumia mitandao yote inayotuma fedha, unaweza tumia mitandao yote ambayo inatuma fedha. Ukituma tu kwa tilio utakuwa umefanya jambo la maana sana tena la kubarikiwa kabisa. Usichoke na Bwana akutende mema. Nukuu ya matumaini. Kwa hii dunia tunaishi, dunia. Duniani tunapoishi, siku zote tukumbushane ya kwamba sisi ni wageni, tunapita na hatuna makao mazuri ya kudumu hapa. Lichakuwa tuko hapa kwa muda mfupi, kilichotufanya kuwa duniani ni jambo moja. Tena likumbuke jambo hilo siku zote, ya kwamba tuko duniani kwa ajili ya jambo moja tu, kumwakilisha Mungu. Sisi ni mabalozi, na tunakoenda Bwana ametuandalia makao mazuri. Tutakaa na yeye milele, tutadumu na yeye milele. Sisi ni watoto wa Mungu, watoto tena warithi kati ya urithi wake Jehova. Lakini nataka ulijue jambo hili tukiwa duniani. Kwa hii dunia unapoketi ndani, hakuna mtu ambaye anaweza kuhurumia sana. Hakuna. Duniani tunapoishi ndani, hakuna mtu ambaye anaweza kukuhurumia kiwango cha kuhurumia sana. Hakuna. Maana utakapomwambia mtu mimi ni yatima, ataichukulia tu hivyo, wewe ni yatima na itoshe. Utakapomwambia mtu mimi ni mjane, hivyo ndivyo tu atakavyochukulia, wewe ni mjane na iishe. Utakapomwambia mtu sina wazazi, hivyo ndivyo atakavyochukulia tu na iishe. Hata utakapomwambia sina kazi, ama maisha yameniponda, ama tu kula chochote jana, atachukulia tu hivyo. Aliye wa maana sana hapa duniani, ambaye atazibeba shida zetu, atabeba malilio yetu, atabeba shida tulizo nazo, atatusaidia mpaka mwisho, atatutetea, ni Yesu Kristo. Maana kwa upendo wake mkuu, tena upendo wa dhamana, alishuka akazibeba dhambi zetu, akabeba maovu yetu, akaibeba laana yetu, akaivunja mikosi zote zilizokuwa zinatuandama. Yesu Kristo hata akafa pale msalabani, kifo cha aibu. Mwishowe akatukomboa kutoka katika hali nzito na kutufanya watoto wa Mungu. Yeye ndiye utakayempa hadithi zako na azichukulie vizuri na akusaidie. Yeye ndiye utakayempa malilio yako na akusaidie tena vizuri. Lakini ikiwa utaweka malilio yako mengi kwa wanadamu, maandiko yanasema tusitegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Ndiyo navyo pia mimi nikukutia moyo asubuhi hii, maana tuko ndani ya kisima cha matumaini na ndani ya nukuu ya matumaini, ndani ya Radio Fortune Africa, katika nukuu ya matumaini, ya kwamba matumaini yetu yote yamo mikononi mwa Mungu. Mungu atakaye tusaidia na kutupa uwezo wa kusonga mbele. Atakaye tuhurumia ni Yesu Kristo. Anayelinda wajane ni Yesu Kristo. Anayelinda mayatima ni Yesu Kristo. Anayewapa chakula wasio na vyakula ni Yesu Kristo. Awapaye uzima walio wagonjwa ni Yesu Kristo. Awapaye neema ya kusonga mbele ni Yesu Kristo. Na hiyo yamaanisha katika nukuu ya matumaini siku hii ya leo,
kila jambo unalolifanya chini ya jua mhusishe Kristo. Kila neno unalolisema chini ya jua mhusishe Baba Mungu. Hii inamaanisha itakuwa vyema hata uendako mbele, Bwana atakusaidia. Itakuwa vyema hata usongapo mbele, Bwana atakulinda na Bwana atakuwa na wewe. Dunia hii, kumbuka jambo hili, tunapita tena upesi. Hatuna makao ya kudumu. Hapa si kwetu. Hapa tupo tu kumwakilisha Mungu. Tufanye mapenzi ya Mungu tukiwa hapa. Atakaporejea tuwe miongoni mwa watakao nyakuliwa na kupata baraka za urithi wake Mungu. Namaliza nikisema hivi, kitabu kile cha nabii Yeremia 29:11, maana nayajua mawazo niyowaziaye nyinyi, asema Bwana, mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenyu za mwisho. Nataka Bwana wape tumaini siku zako za mwisho. Bwana akuhifadhi siku zako za mwisho, akupe uwezo wa siku zako za mwisho, na kila ukufanyalo likafanikiwe. Licha kuwa dunia haina watu watakaye kuhurumia, lakini Kristo awalete watakaosimama nawe, na mwisho wa safari tuone vitu vyako vikifaulu. Mwisho wa safari tuone hatima yako ikibarikiwa. Mwisho wa safari tuone ndoto yako ikitimia, na Mungu akutende mema na akubariki sana. Asante. 456146 ndiyo till namba ya Radio Fortune Africa. Simama kituo hiki na Bwana atakubariki sana. Matthew Ndeva ndio jina langu, ndiyo Radio Fortune Africa, nukuu ya matumaini. Asante na kwaheri.